Mzee mwenzangu nimeona bwana nikuvute kupembeni. Nilikuwa nataka kunong'oneze asili ya majibu ya vipimo ulivyovichukua. Nataka uniambie majibu yake yanasemaje. Hususan kile kipimo ambacho ulikichukua kuhusu ile DNA test ya mtoto. Nataka nifahamu uhalali, maana mke wangu mimi nimwambia tangulie kwanza, mimi nashughulikia mambo mengine ya malipo hapa hospitali. Sasa kabla hajasanuka nilikuwa nataka wewe unisaidie, unipe tu kwa muhtasari matokeo ya kipimo yanasemaje, ili niweze kufahamu, maana wanawake bana hatajiliki kabisa. Unaweza kuwa unajikuta unahudumia mtoto wa mwenzangu. Bwana Alex, ni vizuri kufahamu majibu yako, lakini uliponifuata sasa ni nje ya utaratibu wa ofisi. Nafahamu kabisa huku unapomfuata mtu maeneo kama haya, unajua tena inakuwa sio vizuri, na hapa ni sehemu ambayo tuko very exposed. Nikisema nikupatie majibu huku itakuwa naharibu utaratibu wa ofisi. Na unaonaje kama ungeweza kuja na mwenzako hapa, wote nikaweza kuwapatia majibu, na ingependeza zaidi kuliko unapokuja peke yako hivi. Wewe uone itakuwa inahatarisha hata amani ya nyumbani. Dr. Mr. Chacha, uhalali gani wewe? Yule mwanamke mwenyewe unamuona hajatulia kabisa. Mimi hukuita huko pembeni mwenzangu, nimekuita wewe uweze kuninong'oneza na uniambie, maana wewe ndio umechukua kipimo. Hata kunielezewe, je, wewe ulivyoenda kuangalia kwenye kipimo kule umeonaje? Je, mtoto ni wa kwangu au si wa kwangu? Basi au mwingine mke wangu yuko wapi, achana nayo. Mimi nataka nifahamu tu, huyu mwanamke nataka kanielezee vizuri, sababu nisije kwa mimi na hela zangu tu zinaenda, atakuwa anahudumia mtoto wa mwenzangu. Nataka nifahamu uhalali, yule mtoto ni wa kwangu au si wa kwangu. Kabla ya kukupa jibu lako, labda ningependa kuuliza swali tu dogo. Kwenye ndoa yako na mke wako mna miaka mingapi ndani ya ndoa? Bila kupepesa macho, kwa haraka na ndoa ya miaka 3, lakini ndani ya hiyo miaka 3 mimi naamini kabisa huyu mwanamke mimi alinichiti. Kwa hiyo kuna miaka 3 ya ndoa, lakini pia kuna miaka 2 ya kuachana, alafu mwaka mmoja tena wa kuwa wote. Kwa hapo kijumlisha hapo ni kama miaka 5, ukitoa na hiyo mingine ya misukosuko hapo. Kwa hiyo nimekuwa naye kwa muda wa miaka 5. Okay. Kama una kipindi naye kidogo cha miaka 5 sio michache. Miaka 5 ni mingi sana. Na kwa kipindi chote hicho umeshinda hata kutambua kama mtoto ni wa kwako au si wa kwako. Vipimo vinaonesha zaidi kabisa yule mtoto si wa kwako. Yaani vipimo vya DNA test tumepima hapa vinaonesha vyote ni negative. Kwa kumaanisha negative inamaanisha wewe damu yako haicorrelate na damu ya mtoto kabisa. Inaonesha yule mwanamke akuchezea gele mapema tu. Kwa hiyo inaonesha yule mtoto si wa kwako. Yaani nilijua tu daktari, nilijua. Ndio maana mimi nilikuwa na wasiwasi. Kila nikimpeka kwa bibi yake yule mtoto, akikinua meno tu, bibi yake anasema, "Mbona huyu mwanao kama si wa kwetu huyu?" Kiangalia ile komo ilivyokaa, yale macho sasa, yaani mtoto mimi nilijua tu si wa kwangu. Yaani na huyu mwanamke mimi atenda kunikoma leo. Lazima nende nikambane vizuri. Haiwezekani mimi nimemhudumia mtoto mpaka amefika darasa la 4B na bado mpaka sasa hivi mwanaume aliyehusika hajatoa hata senti 50. Natumai kipimo kilikuwa ni hicho au kuna vipimo vingine tuna dokta? Ndiyo, majibu mengine yapo, kwa sababu pia unakumbuka nilichukua damu kubwa, kipimo cha damu kubwa pia tulichukua. Kwa hiyo ungependa pia nikupatie status yako ya kama una maambukizi ya HIV au hauna, au ungependa nikaushie hiyo? Nipigaje hapo dokta? Hapo dokta naomba ukaushie tu hapo. Au vipimo vingine kwenda kujipa pressure tu. Sasa hivi kwanza kujua mtu na umeme au hauna ya nini. Hiyo piga chini babu. Nimeshajua results factor hizo, nimeweza kufahamu mambo ya mtoto sio wa kwangu, mambo ya DNA test, huyo mwanamke nikapambana naye. Au matokeo ya mambo sio ya ukimwi sio ya nini. Weka nayo babu, kaa nayo hayo. Mimi sihitaji. Allah. Yaani kijana ulivyokuwa unatamani majibu ya DNA test utadhani mkojo wa asubuhi. Leo hii nakwambia uweze kujua status yako ya HIV, wataka kwanza kuruka kama maragi ya asubuhi. Sasa nikwambie hivi, sitaki uende ukamwache bibi ya Shula. Nataka uwe naye hivyo hivyo. Wewe ukipenda boga penda na uwala wake. Yeye kama aliweza kuchibuka ukahangaika akapata mtoto, unaambiwa watoto si wa kwenda kuwatupa au kuwatelekeza. Yule ni mkeo halali. Kwa hiyo mwanangu, jikaze tu na ulee huyo mtoto. Kwa hiyo ukihangaika tu kwenda kujifanya unamwacha yule binti, na mimi tena kutoa siri yako
ya HIV status. Tumeelewana? Babu Chacha nawe nongo wewe. Kwani usikaushie tu. Basi mimi nitakuhonga pesa basi. Nitakutilia doa hapo ili uweze ukaushia ya mambo bana. Siwe mengi. Mimi siwezi nikaenda kalea damu sio ya kwangu mie. Hayo ndo maneno sasa. Wewe unafahamu kabisa madokta mkono mtupu wa ulambu. Yaani hapo kipele kimepatwa mkunaji. Nitakutumia namba ya simu baadaye ufanye mambo hapo. Tengeneza mazingira hapo muamala usome. Au la sivyo na mimi mambo hadharani. Kama hivyo yani.